Basi nikukaribishe dada yangu Emily, utupe ombi. Tuamini na tuombe. Amen. Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunanyenyekea mbele za uso wako tena masaa haya, mchana huu wa leo, asubuhi ya leo, tukisema ni asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya ukuu wako, asante kwa ajili ya upendo wako kwetu, asante hata kwa vile ulivyotuunganisha tena asubuhi ya leo. Tunakushukuru, tunalihimidi jina lako. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya kundi hili. Kundi hili Baba umelichagua wewe, ni kundi lako, ni kundi la watu wako. Watu wengi Baba wanafaidika kwa ajili ya kundi hili. Baba, nenda ukazidi kuwa pamoja nasi. Mungu wa mbinguni, masaa haya ninakabidhi hata mtandao huu ambao Mungu umetupatia, ambao unatuunganisha na marafiki wa kutoka nchi mbalimbali. Endelea Baba kushikilia mtandao huu. Shetani anajaribu kuingilia kati na kutatiza mtandao. Shetani wa kutatiza mtandao tunamkemea na kumlaani akaweze kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Nakabidhi viongozi wetu Mungu, tunaomba ukaweze kuwa pamoja nao. Kila mmoja wetu Baba unamjua vyema. Tunaomba ukaweze kuwa pamoja nasi hata katika safari hii ya imani. Tukaweze kusafiri pamoja na wewe. Asante kwa ajili ya mnenaji wa siku hii ya leo, na mkabidhi kwako, nenda ukamtumie kama chombo, bali neno likaweze kutoka kwako. Na sisi tunaosikia Baba, nenda ukafungue masikio yetu ya ndani, tukaweze kusikia na kuelewa, na tukaweze kutenda sawa sana mapenzi yako. Tunamkemea shetani wa usingizi, akaweze kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Shetani wa kuleta wasiwasi akaweze kushindwa, ili yale utakayonena nasi tukaweze kuyasikia na kuyaelewa. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Asante sana. Basi kwa pamoja niwakaribishe tuweze kusikia kile ambacho Mungu amemtuma mtumishi wake Jonasire aweze kutupa. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Basi nafasi hii na kuachia. Karibu. Amen. Asante sana Ikiti. Wote ambao wamepata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa nyimbo. Ili pia nimshukuru Mungu wetu kwa neema na rehema zake. Asubuhi njema. Jalia nafasi nzuri kwa ajili ya kusikia neno lake. Pia wageni ambao wametujalia, karibuni sana katika Power Request. Barikiwe pamoja nanyi. Kwa majina yangu ni ndugu yenu katika imani, Omondo Sire. Nataka niwakaribishe kwa njia ya kipekee tuweze kuendelea kujifundisha miguuni pa Yesu, kama vile tulivyoanza jana, tukijifundisha juu ya Mungu katika safari yangu. Naye Mungu ambaye tunasafiri naye, na safari kubwa ambayo tunazungumzia hapa ni safari ya imani, kwamba tunatumainia uzima wa milele. Kwa hivyo tunapomngoja yule aliyeahidi ya kwamba atatufikisha katika uzima wa milele, tunasafiri. Na vile vile tunajua ya kwamba ndani ya safari ya imani kuna safari tofauti ambazo kunazo. Tunasafiri wengine kwenye ndoa zetu, wengine katika kazi, wengine biashara na mambo kama hayo. Na katika safari hii jambo la muhimu tuliyojifundisha ni kwamba Mungu ameahidi ya kwamba tunapoanza safari naye, yeye atatuongoza. Katika Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 8 tulisoma kwamba naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hatakupungukia wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi katika safari zetu, atatangulia, atakuwa pamoja nasi na hata kupungukia wala kutuacha. Hili ni jambo la kutia moyo wapendwa, ya kwamba tunapokuwa katika safari
tuna ahadi ambayo inafaa tuweze kukumbuka. Tuna ahadi ambayo tunafaa kushikilia, ya kwamba ninapoanza safari, jinsi tulivyojifundisha kutoka katika maisha ya Abrahamu, ya kwamba aliamrishwa na Mungu kuanzisha safari. Inamaanisha Mungu yuko katika mwanzo wa safari yetu, na tunapoendelea anasema atatutangulia. Kwa hivyo yuko mbele, yuko mwanzoni, na pia anasema atakuwa pamoja nasi ili atusaidie. Hatatupungukia wala hatatuacha. Lakini jambo ninalopenda tuweze kujifundisha leo ni kwamba, je, tunapokuwa na Mungu katika safari yetu, safari inakuwa vipi, ama inamaanisha nini? Hatutakuwa na changamoto, hatutakuwa na dhoruba, hatutakuwa na mawimbi. La, Mungu yuko pamoja nasi katika safari. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba katika safari hizi, ama katika safari hii, bado kutakuwa na dhoruba, bado kutakuwa na mawimbi, bado kutakuwa na changamoto. Lakini je, tofauti ni nini? Kama vile tulivyotambua ya kwamba kuna wale ambao wanasafiri bila uwepo wa Mungu, lakini sisi tulio watoto wake tuna hakika ya kwamba tunaposafiri tunaye Mungu wetu ambaye ametutangulia, tunaye Mungu wetu ambaye yuko pamoja nasi. Kwa hivyo kama kuna dhoruba, ni nini ambayo tunatarajia? Wapendwa, leo tunajifundisha kuhusu Mungu ndani ya dhoruba yako. Katika safari ambayo unasafiri, utakumbana na dhoruba, utakumbana na mawimbi, lakini habari njema ni kwamba Yesu yuko ndani ya dhoruba yako. Kitabu ni Marko 4 kuanzia mstari wa 35. Nitasoma mpaka 41 na tutajifundisha kutoka hapo. Marko 4:35 mpaka 41. Nasoma kwa uwezo wa Mungu. Siku hiyo kulipokuwa jioni, Yesu akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakachukua vile alivyokuwa katika mashua, na mashua zingine zilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakaipiga mashua hata ikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwapo katika sherti amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Baba na Mungu wetu, ni asubuhi nyingine njema tumekuja miguuni pako. Tunulia kwamba tuko safarini. Katika safari zetu tunagundua kwamba Bwana, dhoruba na mawimbi yako. Tufundishe, tuelewe ni jinsi gani Bwana ukiwa pamoja nasi tunaweza safiri hata katika dhoruba na mawimbi ya maisha. Neno hili Bwana liwe tumaini, litupe ujasiri kama watoto wako, kaishi maisha yetu kila siku tukikutumainia na kukutegemea. Jina lako litukuzwe juu yetu milele, kwa jina la Yesu, amina. Wapendwa, asubuhi njema tunasoma hadithi ambayo ni tukio iliyotukia wakati Yesu na wanafunzi wake. Na tunaona ya kwamba walipomaliza huduma, Yesu mwenyewe akaambia, na tuvuke ng'ambo. Inamaanisha kwamba alianzisha safari pamoja na wanafunzi wake. Lakini kwa bahati mbaya ama mzuri, wakiwa katika safari hii, mawimbi yakainuka, bahari ikachafuka, dhoruba ikavuma kali. Na Biblia inatuambia Yesu alikuwa ndani ya mashua akiwa amejipumzisha. Kwa hivyo wanafunzi wake wakaingiwa na hofu, wakaingiwa na wasiwasi, wakaanza kutaabika
na mwisho wakakumbuka kwamba wako na Yesu katika mashua. Ndipo wakamwamsha wakimwambia, mwalimu, si jambo kwako ya kwamba tunaangamia. Siwezi kuelewa kwa nini walifikiria ya kwamba wataangamia wakati Yesu yuko chomboni, lakini wao walilia kwa hofu, wakakumbuka ya kwamba wako na Yesu. Jambo nzuri ni kwamba waliweza kukumbuka kwamba Yesu yuko, na wakamwamsha, na baadaye Yesu akatuliza dhoruba. Lakini kuna swali Yesu akauliza, mbona kwani hamna imani bado? Na mwishowe tunaona ya kwamba wanafunzi wakaingiwa na hofu na wakaanza kushangaa, ni nani huyu ambaye tunatembea naye? Ni nani huyu ambaye tunafanya huduma naye? Ni nani huyu ambaye tunasafiri naye, ambaye hata mawimbi ya bahari inasikia sauti yake? Wapendwa, jambo la kwanza ningependa tujifundishe ni kwamba, na ni muhimu sana, ya kwamba hata tunaposafiri na Yesu, tunaposafiri pamoja na Mungu, dhoruba ya maisha lazima zitakuwepo. Lazima tutapitia dhoruba. Katika ndoa zetu lazima tutaona machafuko, lazima tutaona changamoto, lazima tutaona upinzani. Katika kazi zetu lazima tutaona upinzani, na hata katika safari ya kiroho. Unajua, wengine tuliingia katika imani tukijua ya kwamba wote ambao wamempokea Yesu ni watakatifu. Kwa hivyo tumeingia kanisani na shangwe, na mara tunapokutana na mambo ya ajabu ya kushangaza, tunaanza kujiuliza, kwani niko wapi? Nimepotea ama nini? Mpaka wengine wakaacha imani kwa sababu ya nini? Vikwazo ambazo walikutana nazo. Wakasahau ya kwamba sote ni wanadamu na sote tuko safarini, na ibilisi anaweza tumia mtu yeyote ile kuleta upinzani ama kuvunja mioyo ya watakatifu wa Mungu. Kwa hivyo wapendwa, mara nyingi tunapokutana na dhoruba, tunapokutana na mawimbi, tunapokutana na changamoto, akili zetu zina uwezo wa kukumbuka ya kwamba tunaye Mungu, tunasafiri naye? Una uwezo wa kukumbuka ya kwamba Yesu yuko katika safari yako, ukamuuliza ama ukamwamsha, ukamkumbusha mtuliza mawimbi, akakutulizia mawimbi yako? Na mawimbi mengine yanakuja kutoka katika watu ambao tuko karibu nao sana. Mimi katika maisha yangu nimejifundisha na nimeona kwamba, ama sijui ni mimi peke yangu, lakini ile vita kubwa ambayo nime-experience imetokana na familia ambao hawaamini, hawataki kuelewa, hawataki kujua. Wao wanakuona na wanakuhukumu, wanakudharau, wanakudhalilisha, mpaka unajisikia kukata tamaa. Ni kwamba wapendwa, upinzani, mawimbi, dhoruba inaweza toka kila mahali. Wengine wamevunjika moyo, wamevunjwa moyo na watu ambao waliwabeba na kuwasaidia, watu ambao walikuwa ni wakaribu wao sana. Wengine wameumizwa wakati walitarajia ya kwamba mawimbi yanapovuma, wale marafiki waliokuwa nao karibu watainuka na kuwa msaada kwao. Lakini wapendwa, wakati mara nyingi mawimbi ya maisha ilipovuma, dhoruba ilipoingia, changamoto zilipokuja, marafiki walitukimbia. Wengine walitucheka, wakatusimanga, wakakusema vibaya, ukasikia kuvunjika moyo. Ni kawaida, maana tunaye rafiki moja tu ambaye ni baba yetu, ambaye ni msaada wetu, Yesu Kristo, ambaye akisafiri pamoja nasi hata katika dhoruba zetu, mpendwa, atakuwa pale. Kwa hivyo unafaa kuweka juhudi zako kuhakikisha ya kwamba Mungu yuko katika safari yako, ili unapokutana na changamoto, unapokutana na mawimbi ya maisha, usije ukaibika, mpendwa. Maana unapoweka akili zako kwa msaada ya wanadamu, utaibika, utavunjika moyo. Maana wanadamu ni watu wa kugeuka. Wanadamu leo wanakupenda, leo wanakusifu, leo wako karibu na wewe, lakini wakati maisha inapobadilika, magonjwa yanapokuja, kukosa fedha ama financial struggles zinapoingia, sasa watu wanaanza kukuletea hadithi. Hata wale ambao hakika unajua ya kwamba uliwasaidia, ulikuwepo nyakati walipitia changamoto, ukawainua, ukawashika mkono,
wanaanza kuambia sasa, unajua maisha ni ngumu kwa kila mtu, sasa pengine tutaona hiyo mambo yako baadaye. Lakini mpendwa, asubuhi njema ni kwamba licha ya dhoruba ambazo tunakumbana nayo katika safari yetu, tunaye Baba yetu ambaye ni rafiki yetu, ambaye anatupenda. Anasema katika andiko ya kwamba tunyenyekee chini ya mkono wake uliodari. Katika waraka wa kwanza wa Petro 5:6, nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, huku mkimtwika fadhaa zenu zote. Mungu ndiye rafiki wa kueleza shida zako. Mungu ndiye rafiki wa kumweleza changamoto zako. Mungu ndiye rafiki wa kumfungulia moyo wako wakati ambapo unafadhaika, wakati ambapo maisha imekupiga, wakati ambapo mambo yako hayaendi. Fungua moyo wako kwa Mungu, maana usimtegemee wanadamu wapendwa. Wanadamu wanageuka. Hata yule ambao unamuona ya kwamba anakaa kumjua Mungu sana, anakaa kuwa mtakatifu sana, mteule, anaweza geuka akawa msengenyaji mzuri sana, ambaye ataambia watu hadithi yako na zile changamoto unazozipitia. Lakini habari njema asubuhi wapendwa ni kwamba tunaye Mungu, na mambo ambayo ningependa tujifundishe ni 5. Na ya kwanza ni kwamba Mungu akiwepo katika safari yetu haizuii mawimbi kuinuka. Kama vile tunaona alikuwa na wanafunzi pale katika mashua wanasafiri, ghafla tu hivi mawimbi ikatokea, bahari ikachafuka, lakini Yesu alikuwa chomboni. Katika kitabu cha Yohana 16:33, Yesu anaambia wanafunzi wake na sisi sote ya kwamba tusifadhaike. Ulimwenguni mna dhiki, lakini tujipe moyo. Kwa hivyo Yesu ametuweka wazi ya kwamba safari hii ya tumaini, safari ya maisha, ina changamoto nyingi, ina dhoruba nyingi, ina mawimbi nyingi, lakini tusifadhaike, maana yeye ana uwezo wa kushinda changamoto zetu, ana uwezo wa kutatua shida zetu. Tuweze kumtegemea, tuweze kumtumaini, tuweze kuwa na amani ndani yake ya kwamba wakati ambapo dhoruba zinainuka dhidi yetu, yeye yuko pamoja nasi. Waraka wa kwanza wa Petro 4:12, Biblia inasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Mungu anasema changamoto ni kawaida, dhoruba ni kawaida, msione ni kama kitu kigeni, lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini ili pia katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Bwana asifiwe. Kwamba kama vile tunapitia changamoto, kama vile tunapitia dhoruba na mawimbi za maisha, tuweze kufurahi tukijua Yesu yuko pamoja nasi, na hatimaye atakapotushindia, atakapotuliza dhoruba, atakapotuliza mawimbi, tutaweza kufurahi pamoja naye. Kwa hivyo uwepo kwa Yesu katika safari yako, katika safari yangu, haizuii dhoruba, lakini yeye yuko kwa ajili ya kutuliza dhoruba. Jambo la pili ni kwamba anaweza kaa kimya Yesu katika dhoruba yako, lakini haimaanishi ya kwamba hashughuliki. Yesu yuko chomboni, amekimya, anajua hali ambayo unapitia, anajua mawimbi ambayo unapitia, changamoto zako anajua umegonjeka kwa muda, anajua umekosa kazi kwa muda, umetafuta, anajua ndoa yako imekupitisha katika hali ngumu, anajua kile ambacho unapitia mpendwa. Na Mungu anasema katika Isaya 43:1 ya kwamba nasema katika Isaya 43:1 na 2 ya kwamba, lakini sasa Bwana aliyekuluku Yakobo, aliyekuumba Israeli asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharakisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza.
Hii ni ahadi ya kwamba unapopitia katika changamoto, unapopitia katika dhoruba, Mungu yuko kuhakikisha ya kwamba hatujaangamia. Anasema upitapo katika mito haitakugharakisha, maana inamaanisha maji yatainuka, maji yatakuzunguka, itafika hata shingoni, ukasikia kulemewa, kukata tamaa, kuvunjika moyo, lakini mradi utakapokumbuka ya kwamba kuna Mungu katika safari yako, hautagharakishwa. Bwana asifiwe. Mungu atahakikisha kwamba licha ya mawimbi inayovuma kwa nguvu, wengine wamegonjeka mpaka watu wakasema huyu sasa tumemwachia Mungu wake, huyu mara hii hatuoni akitoboa. Umepitia financial challenges mpaka umefungiwa nyumba, umekosa chakula, watoto wamekosa school fee, yani hali imekuwa hohehahe. Mungu anasema hautagharakishwa, maana hali hiyo haitakumaliza, haitakuangamiza, maana yeye yuko. Wakati watu watakuwa wamekata tamaa, wakatangaza hatima yako, wakasema huyu ndoa imemshinda, huyu ameshindwa na watoto wake, ameshindwa na ulezi, huyu hawezi biashara, huyu hata umpe kazi gani hawezi. Anasema hata ruhusu ugharikishwe, maana yeye yuko pamoja nawe. Kwa hivyo mpendo, ujapopitia changamoto na kuonekana kwamba Mungu amenyamaza, nataka nikutie moyo asubuhi njema. Mungu yuko anashughulika kwa ajili yako. Mungu yuko anashughulika kuhakikisha ya kwamba hali hiyo unayopitia, hali hiyo inayokutia wasiwasi, hali hiyo inayokuvunja moyo, inayokukosesha amani, mpendwa, Mungu anaifahamu, Mungu anaishughulikia. Jambo la tatu, dhoruba huimarisha imani yetu. Bwana asifiwe. Na kwamba unapopitia changamoto, ni kama dhahabu inayopitishwa kwenye moto ili isafishwe, ili iweze kuwa bora. Mungu anasema anaruhusu changamoto kwa ajili zetu, anaruhusu tupitie dhoruba ili imani yetu iweze kuimarika. Najua watu ambao walikuwa watumishi wa Mungu kweli, wakati ambapo walimuomba Mungu na baraka zikaja, wakasema sasa wako busy sana, inabidi wapunguze majukumu katika kazi ya Mungu. Saa zingine tunaweza omba Mungu akatubariki, tukasahau ya kwamba ametubariki kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa hivyo chunga sana ile baraka unaoombea isiweze kukutoa uweponi pa Mungu. Maana Mungu anasema changamoto zinapokuja ni kutuinua katika imani, tukaweze kujua ya kwamba hatuwezi jambo lolote bila yeye, ili baraka zinapokuja tuweze kuona ya kwamba baraka hizi ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Najua sisi ni Wakristo wazuri sana, lakini jiulize leo, kama hali hiyo ambayo unapitia, ambayo imekuweka miguuni pa Yesu ukimlilia, japo Yesu atakuondolea, je, utabaki hapo miguuni pa Yesu? Utabaki hapo kumtumainia? Utabaki kuwa mtumishi ulivyo leo? Maana wengine baraka zilikuja wakakosa muda tena pamoja na Mungu. Baraka zilikuja wakakosa upendo kwa ajili ya Mungu, wakakosa kutambua nafasi ya Mungu katika maisha yao. Wakasema siku hizi unajua niko busy sana. Kama kuna hadithi nilisikia, kuna jamaa aliomba sana, Mungu akambariki na kazi nzuri, pesa zikaanza kuingia. Akasema sasa mimi sioni kama namhitaji Mungu tena, maana ashanibariki, sasa wacha abariki wale wengine ambao wanaomba kwa ajili ya baraka za Mungu. Unaona, saa zingine wapendwa, tunamhitaji Mungu with priorities ambazo haziko sawa. Yaani priority yetu haijalainishwa na kusudi la Mungu. Ndio maana Mungu anakufanya ungoje. Hajaona ya kwamba kusudi lako kwa ajili ya kile ambacho unahitaji ni kumtukuza. Kwa hivyo atakaporuhusu baraka zije, mpendwa, je, utabaki kuwa miguuni pa Yesu? Dhoruba huimarisha imani yetu. Yakobo 1
mstari wa 2 mpaka 4. Ile inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa neno lolote. Na kwamba tunapopitia changamoto, tunapopitia dhoruba hizi, ni kwamba imani yetu imarishwe, tuweze kukamilika, tusipungukiwe na neno lolote. Tujue ya kwamba nyakati za changamoto, nyakati za furaha, Mungu ni yule yeye mmoja. Pia unaweza soma na Warumi 5:3 na 4. Ujue ya kwamba changamoto si kwa ajili ya kutuvunja, si kwa ajili ya kutuangamiza, lakini ni kwa ajili ya kutuimarisha katika imani. Jambo la 4, Yesu ana mamlaka juu ya mawimbi. Bwana asifiwe. Yesu wetu ana mamlaka juu ya mawimbi. Bahari inaweza chafuka, dhoruba zikavuma, ukasikia kulemewa, lakini ujue ya kwamba tunaye Mungu ambaye akona uwezo juu ya mawimbi, akona uwezo juu ya dhoruba. Wanafunzi walipokumbuka, walipomwamsha Yesu, akasimama akaambia bahari, nyamaza na utulie. Bahari ikanyamaza, bahari ikatii, mawimbi yakatulia. Hali ya usawa ukarejea, na wanafunzi wakashangaa, wakajiuliza, ni nani huyu ambaye ana uwezo wa kukemea pepo, ana uwezo wa kuamrisha mawimbi na yakatulia? Bwana asifiwe. Leo asubuhi wapendwa, Yesu ataamrisha mawimbi inayokutesa itatulia katika jina la Yesu. Mwambie Yesu aseme jambo kwa ajili ya mawimbi yako. Mwambie aseme jambo kwa ajili ya changamoto yako. Mwambie aseme jambo kwa ajili ya dhoruba unayopitia katika maisha yako. Mwambie Yesu atulize mawimbi katika jina la Yesu, upate amani. Bwana asifiwe. Mwambie Yesu akupe amani ambayo unahitaji kwa muda mrefu, akupe utulivu ambao umehangaikia kwa muda mrefu, akupe kile ambacho unahitaji akutendee, maana yeye ana uwezo juu ya changamoto, ana uwezo juu ya dhoruba. Zaburi 107 mstari wa 29. Zaburi 107 mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, utuliza dhoruba ikawa shwari, mawimbi yake yakanyamaza. Bwana asifiwe. Huyo ndiye Mungu tunayemwamini. Huyo ndiye Yesu aliye katika safari yako mpendwa, anayesafiri nawe, ana uwezo wa kutuliza mawimbi. Sijui unapitia mawimbi gani asubuhi njema. Sijui ni dhoruba gani inayokunyima amani. Ni jambo gani ambayo imekufanya hauna amani moyoni mwako. Natamani ukamwambie Yesu asubuhi njema, tuliza dhoruba, ili Mungu aweze kukutulizia mawimbi yanayokusumbua katika maisha yako. Na jambo la mwisho ni kwamba mawimbi hudhihirisha Mungu kwetu. Mara nyingi umetembea na huyu Yesu ukisema, Bwana asifiwe, sisi tumeokoka, tunaye Mungu, lakini je, tunaelewa uweza wa Mungu tunayetembea naye? Tunaelewa nguvu ya Mungu tunayetembea naye? Tunajua uhalisia wa uweza wake? Ni Mungu wa aina gani? Ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu asiyepungukiwa wala kushindwa na jambo lolote. Na tunahitaji kuwa katika hali ya changamoto ili tuweze kuelewa jinsi Mungu alivyo na uwezo. Usipogonjeka na kupata uponyaji, hautaelewa Mungu ni mponyaji. Usipokosa chakula na Mungu akaleta kwa njia ya ajabu, hautaelewa. Bwana asifiwe. Kumbuka wakati nilikuwa natafuta kulipa mahari kwa ajili ya ndoa yangu, ndio mwaka niliomba Mungu sana ya mambo mengi. Na wapendwa, Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu.
au anajibu kwa ushindi sana. Wakati ambapo unaona mambo hayaendi, unachohitaji ni imani. Tumwambie Mungu kwa imani na usiwe na mashaka juu ya Mungu. Mungu anahitaji imani thabiti. Mwambie Bwana, nahitaji unitendee hili kwa utukufu wa jina lako. Shida yetu tunapotendewa, wapendwa, tunamsahau Mungu, tunaanza kutumia kwa ajili ya tamaa zetu wenyewe. Mara nyingi tunamdisappoint Mungu sana. Naomba sana, mtu anaomba Mungu nisaidie na biashara, nitendee ili uniondolea aibu tu. Mungu kwa uaminifu anakupa uwezo, anakupa mtaji, unafungua biashara. Unaanza sasa kufanya biashara. Hiyo siku ya Sabato ndio sasa unafanya biashara mpaka ueleweki. Bwana asifiwe. Na mama mmoja alikuwa ametamani mtoto kwa muda mrefu. Kaenda kwa mchungaji akamwambia, mtumishi wa Mungu, mimi shida yangu, watu wamenidharau, wamenidhalilisha kwa sababu tu ya mtoto. Naomba Mungu huyu unayemtumikia nitendee jambo. Mchungaji akamwambia, piga magoti tu. Baba, mfanyie huyu mama hitaji la moyo wake. Mungu jinsi alivyo mwaminifu. Mwaka haikuisha, mama akapata mtoto. Na mama alikuwa mwalimu wa watoto katika kanisa la Mungu. Anarauka Sabbath school, anaingia mapema. Alipopata mtoto sasa, mama akaanza kuja kanisani zaidi. Mchungaji akamwangalia akamuuliza, mama, mbona siku hizi ni kama mambo yalibadilika? Mama akasema, unajua sasa siku hizi niko na mtoto. Sasa mpaka niamke, niandae mtoto, niandae nyumba, nikimaliza haya yote, mtumishi, unaona saa 4 imefika. Mchungaji akamwambia, basi piga magoti tumuombe Mungu aondoe mtoto ambaye anakuzuia kukuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tunataka Mungu atutendee. Mungu nitendee hili, Mungu nitendee hili, niondolee hili. Hiyo ambacho Mungu hajaondoa ndiyo ambayo imenishikilia uweponi wake. Je, atakapoiondoa utakuwa na uwezo wa kurauka asubuhi saa 9 ukaingia power request kwa ajili ya maombi? Atakapokuponya ugonjwa, utaamka asubuhi, utaamka jioni, utaingia katika maombi? Utadumu kutafuta uso wake, ama unaomba mara 3 kwa sababu unahitaji, na Mungu anapokutendea unasema asante Mungu, nimeridhika, maombi yangu imeisha na hapo? Sio kwamba Mungu hataki kututendea, wapendwa. Sio kwamba Mungu amepungukiwa, lakini swali ni je, sisi tunapotendewa, sisi Mungu anapotutendea, je, tutabaki kuwa karibu naye? Kama vile tunarauka kwenye maombi, wengine tunaweka hadi alama, tunamlilia Mungu, Mungu nitendee hili, nifungulie njia, niponye, nibariki, niinue, natamani unipe mume, natamani unipe mke, natamani nipate kazi. Unaenda unapata kazi, unaanza kuenda kazi hadi siku ya Sabato. Mungu wetu anataka watu wajasiri, wapendwa. Mungu wetu anataka watu wajasiri. Mungu hataki watu wa kubahatisha, watu waniamini. Tuchunguze sana, tujichunguze sana. Ninakumbuka wakati nilifika mahali nipo leo kwa ajili ya kazi, nikapata watu na venye wanapangwa kazi siku ya Sabato. Ni wale wenzangu ambao pia tunafanya nao katika huduma ya chaplaincy. Nikawauliza, hapa mnafanya vipi? Wakaniambia, sisi tunaingianga tu, unarauka kanisani, ikifika mchana unakuja unafanya kazi. Nikamwambia nikasema moyoni, sivyo ndivyo mimi namtumikia Mungu wangu. Kwa hivyo nikamfuata yule ambaye anatupanga kazi, nikamwambia, kama ni weekend nafaa nifanye kazi, basi mimi nakuomba unipange kazi Jumapili siku mzima ama siku nyingine yoyote, lakini siku ya Sabato ni Sabato ya Bwana. Kwa hivyo utanipanga, sitaonekana, na msinilaumu. Wakanipanga Jumamosi ya kwanza siku ingia. Wakaniita, nikamwambia mimi niliwaeleza sitafanya kazi na siku ya Sabato. Nipange Jumapili, nipange siku nyingine, nitafanya kazi hata kama ni dabu, lakini siku hii, wapendwa, ni siku ya Mungu. Na hiyo ndio ujasiri Mungu anataka. Maana iliwasaidia hata wale ambao sio wa imani yangu, waliona nafuu, maana nisipopangwa wakupangwa tena na wao. Na Mungu anauliza, je,
leo unataka nikutendee lipi? Ndio, najua unapitia changamoto, ndio, najua unaona shida, ndio, lakini je, nitakapokutendea mpendwa, utabaki kuwa mwaminifu? Maana Mungu yuko katika dhoruba yetu, Mungu yuko katika safari yetu, na nia yake ni kwamba aweze kutusaidia. Nia yake ni kwamba aweze kutuliza mawimbi, aweze kutuliza dhoruba. Lakini swali ninauliza asubuhi njema wapendwa, je, Mungu atakaponitendea, Mungu atakapokutendea, utabaki kuwa mwaminifu? Utaendelea kuwa mwalimu, utaendelea kuwa mtumishi wake? Kama ulikuwa mwalimu wa leseni, utaendelea kuwa mwalimu wa leseni? Ama utakuwa busy, utakuja kanisani asubuhi, mchana ukaendelea na mambo yako? Mungu wetu ni mwaminifu na ameahidi kuwa pamoja nasi. Na asubuhi njema wapendwa, hako tayari kutuliza dhoruba, hako tayari kutuliza mawimbi yako. Mwambie Mungu, utakaponitendea, hakika nitabaki kuwa mwaminifu kwa uwezo wako, nitabaki kuwa mtumishi wako kwa uwezo wako, nitabaki kurauka kwa maombi nikikushukuru na kukuinua kwa yale makubwa ambayo umenitendea. Ninapomaliza, nataka niseme kwamba tunapitia changamoto nyingi, tunapitia mawimbi mengi katika familia zetu, kazini, katika biashara zetu, katika ndoa zetu. Wengine hata unashindwa jinsi unaweza eleza hata rafiki. Lakini leo Mungu anasema, tazamie yeye, tumainie yeye, muamini yeye. Shikilia ahadi zake. Shikilia ahadi zake. Tafakari wema wake. Jinsi alivyoanza safari na wewe, atakuwa pamoja nawe. Ameahidi hatakuacha, hatakupungukia. Ako kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Ako kwa ajili yangu. Na hiyo jambo ambalo linakupa wasiwasi, linalokuvunja moyo, Mungu ataituliza, Mungu ataiondoa kwa ajili ya utukufu jina lake. Kwa hivyo tupate amani mioyoni mwetu, tukijua ya kwamba tunaye Mungu anayesafiri nasi, naye Mungu ambaye anahakikisha ya kwamba kila mtoto wake atakayemtumainia, atakayemtegemea, atakayemkimbilia hata muacha kamwe. Maana yeye ni baba yetu, ni rafiki yetu na msaada wetu anayepatikana tele kati ya changamoto. Mungu atubariki tunapoendelea kutafakari neno lake na tunapoendelea kujifundisha namna alivyo pamoja nasi katika safari yetu katika wiki hii, kwa jina la Yesu. Zaburi 46 nasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Mungu wetu ni msaada anayepatikana tele wakati wa mateso. Bwana asifiwe. Anapatikana wakati wa changamoto, anapatikana wakati mawimbi ya maisha yanayovuma, ili kutusaidia, ili kutukomboa na kutuondolea aibu ya maisha. Mungu aweze kutubariki. Baba yetu, tunakushukuru kwa neema na rehema zako. Mara nyingi tunajikuta katika mawimbi na dhoruba, tunavunjika moyo, wengine hata tunakata tamaa. Asubuhi njema Bwana, tupe ujasiri, tupe amani na tumaini ya kwamba Mungu uko pamoja nasi, na ukiwa pamoja nasi sisi ni washindi. Haijalishi dunia itainua mawimbi kiasi gani dhidi yetu. Utaponya magonjwa yetu, utatupa ajira, utabariki ndoa na familia zetu, utabariki biashara zetu, na hatimaye Bwana, jina lako litukuzwe katika maisha yetu. Kuwa pamoja na watoto wako wanapoendelea Bwana kutafuta uso wako, ukawatendee mema, ukawabariki na kuwainua, na zaidi sana Baba, ukatuzidishe katika tumaini lako, ili utakapokuja Yesu Kristo mara ya pili, sote tukapate nafasi katika uzima wa milele. Jina lako litukuzwe na kutujalia asubuhi njema, jioni na mchana mwema, ni katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Amen. Amen.
Asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki, na niweze kuwashukuru wapendwa wote kwa namna ya pekee usikilivu, na Mungu azidi kuwabariki. Basi kwa kuhitimisha kipindi chetu, ni kuombe mahali ulipo uweze kumlilia Mungu. Tunapoenda kufunga kwa ombi, ni kuombe kama umekuja hapa unahitaji ambao unataka Mungu akutendee, na kuomba uliweke kwa Bwana, na kuomba mwambie Bwana hitaji lako. Mwambie Bwana hitaji lako tunapoenda kuomba. Kama unajua kuna rafiki yako, ndugu yako ambaye ni mgonjwa, pia naomba uweze kumtaja tunapoenda kwenye maombi. Basi niwaalike tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni sisi wana na binti zako tena katika asubuhi hii ya leo. Mtakatifu Baba yetu, tunakuja mbele zako katika muda huu baada ya kusikia somo lako, baada ya kusikia kile ambacho tunahitaji kwa kwetu. Yesu, tunakusihi, tunakuomba, kwa hali moja au nyingine tumeenda kinyume na mapenzi yako, tumekukosea, lakini sio kwa sababu tunataka kukosea Baba, bali ni hila za muovu. Na katika asubuhi hii ya leo tunakuomba Mtakatifu, umetuahidi ya kwamba tutakapokuita utaitika. Nasi wana na binti zako asubuhi hii ya leo tunakuita Bwana, tunakuomba uitike. Tunakuomba Baba ukashushe mkono wako wa uponyaji katika masaa haya. Umetuahidi ya kwamba mkono wako si mfupi, ushinde kugusa kila mmoja ambaye ni mgonjwa katika asubuhi hii ya leo. Ushinde kugusa yule ambaye Mtakatifu anakuhitaji. Baba, shusha mkono wako katika wana na binti zako katika asubuhi hii ya leo. Yule ambaye yuko kitandani, Mtakatifu, tunakuomba kesho tuweze kusikia ushuhuda kwamba amepona. Yule mtoto ambaye Mtakatifu hajisikii vizuri, yule mtoto ambaye Mtakatifu yuko hospitalini, yule mama, yule baba, yule binti, yule kijana ambaye ni mgonjwa, Bwana tunakuomba usinyamanze. Kama vile ambavyo umesema kwamba utasikia na utatenda, Baba tunakuomba utende katika asubuhi hii ya leo. Yesu wetu, yeyote ambaye amekuja hapa, nitakusihi, nitakuomba asitoke jinsi alivyokuja, bali tuweze kuona utukufu wako, tuweze kuona mkono wako. Yesu, wakati wanafunzi wako walipokuita, walipokuamsha, ulipokuwa umelala, uliamka. Baba, amka Yesu, amka katika asubuhi hii ya leo. Amka kwa ajili ya wana na binti zako ambao tumekuwa na uoga kulingana na magonjwa, kulingana na kupoteza kazi, kulingana na interview ambazo tumeenda kufanya, lakini Mtakatifu hatujaitwa tena. Mtakatifu wangu, kwa sababu kuna wengine ambao Mtakatifu wameitwa huko kotini. Kuna wengi Mtakatifu, changamoto ni nyingi, wanafunzi wanauoga kwa ajili ya mitihani yao. Yesu, nakuomba uamke, na kuomba uamke. Jibu kila mmoja sawasawa na mapenzi yako Baba. Jibu kila mmoja namna anavyokuita katika asubuhi hii ya leo. Kuna wala Mtakatifu ambao nguvu za giza zimetawala katika maisha yao. Ninakuamuru Baba, amka Yesu. Yesu, amka. Amka ukatulize bahari, ukatulize mapepo haya, ukatulize magonjwa haya, ukatulize uoga huu ambao tunaletewa na mwovu Ibilisi, ukatulize akili ambazo zimechoka na ndoto mbaya kwa jina lako Yesu Kristo. Tunakusihi uamke. Tunakusihi uamke Baba. Tunakusihi uamke. Amka ukatulize dhoruba zozote katika maisha yetu. Kuna wale ambao biashara zao Mtakatifu zimefungwa, tena zimefungwa na nguvu za giza Mtakatifu, tukishuhudia kwamba ni nguvu za giza. Yesu, tunakuomba ukaamuke. Amka kwa kufungua biashara za wana na binti zako, mpaka tunakosa hata kukutolea shukrani. Hapana Yesu, usinyamanze asubuhi hii ya leo, usinyamanze. Fungua biashara za wana na binti zako. Fungua Mtakatifu, ondoa vizuizi vyote, ondoa hivyo vifungo vya mwovu Ibilisi katika familia zetu. Ondoa kila nguvu za giza ambazo zimefunga biashara na business za wana na binti zako. Ninatuma moto wako Mtakatifu ukashuke, ukateketeze kila madhabahu ya shetani, kila mitego ya shetani ambayo ameweka katika milango ya business za wana na binti zako. Baba, ukaunguze kila kitu ambacho hakikupi utukufu.
na tuweze kusikia ushuhuda. Jina lako litukuzwe Baba, si kwa ajili yangu Baba, si kwa ajili ya Mgasa, si kwa ajili ya wana na binti zako hapa. Utukufu takurudia wewe Mtakatifu. Tutalisifu jina lako, tutasema tunaye Mungu anayejibu, tunaye Mungu anayetusikia, tunaye Mungu aliyeamuka akatuliza dhoruba. Asante Baba. Kuna mama nataka afunguliwe katika asubuhi hii ya leo. Kuna mama yule ambaye Mtakatifu unaona ya kwamba ungefanya leo na sio kesho. Baba, naomba kamtendee mama yule, kamfungue Mtakatifu. Unamfahamu vizuri namna anavyoteseka, unajua namna anavyolia usiku na mchana. Baba, naomba kuonyesha mkono wako, gusa katika tumbo lake, gusa katika mgongo wake, gusa mahali popote ambapo Mtakatifu unaona kuna kitu ambacho kimezuia maisha yake yasiendelee vizuri, kitu ambacho kimezuia maisha yake yasiendelee Mtakatifu, kitu ambacho kinaleta ugonjwa Baba. Kama ni kansa, ukaiondoe kwa jina lako Yesu Kristo. Kama ni TB, ukaiondoe katika jina lako Yesu Kristo. Yesu, haujawahi kushindwa. Ulifufua wafu, uliponya wagonjwa, uliondoa kila kitu ambacho kilikuwa hakikupi utukufu. Baba, tuondolee na sisi katika asubuhi hii ya leo. Ninakuita kwa ujasiri Baba, ninakuita nikiwa nimeshirikiana na wana na binti zako katika asubuhi hii ya leo. Baba, angalia hawa watu wote Mtakatifu, wanakulilia, wanakutafuta, wanahitaji kuona mkono wako wa hodari, kuona mkono wako Mtakatifu unaotenda. Nakusihi katika asubuhi hii ya leo Mtakatifu, watendee Baba, usipite leo, usipite katika asubuhi hii ya leo. Nakusihi Bwana, sikia kilio cha wana na binti zako, kama vile siku ile ilipofika ukasema umesikia kilio cha wana wako kule Misri. Sikia kilio cha wana na binti zako katika asubuhi hii ya leo. Ndio Baba, nakuita katika asubuhi ya leo, usikie kilio cha wana na binti zako. Yeyote ambaye amekuja hapa, huenda ni kwa sababu ya nyumba yake, familia yake Mtakatifu imesambaratika, mke ametoka, mume ametoka, watoto wameenda. Baba, na kuomba ukajenge nyumba hizi, naomba ukajenge tena familia zetu Mtakatifu wetu. Vijana wametanga mbali, wa kike kwa wa kiume. Shetani amewakumba, shetani amewadanganya, amewapeleka katika uraibu wa pombe, uraibu wa ukahaba, uraibu wa madawa ya kulevya. Baba, nakuita ukawarudisha watoto wetu, warudishe Baba, warejeze Mtakatifu. Kuna mama naye lia kwa ajili ya kijana wake. Baba, naomba ukamfute machozi, naomba ukamfute machozi, maana siku ile uliporuhusu akabeba ujauzito Mtakatifu, ilikuwa ni furaha kwa yule mama, ilikuwa ni furaha kwa yule baba, lakini Mtakatifu wamejawa na huzuni, wamelia sana, wamekulilia sana Mtakatifu. Na kuomba ukasikie sauti yao, na kuomba ukajibu maombi yao yasipite bure Mtakatifu. Ninaelewa ya kwamba kuna wakati tunatenguka, kuna wakati tunateguka, kuna wakati tunaenda kinyume mapenzi yako, lakini wewe ni Mungu wetu, wewe ndiye Baba yetu, wewe ndiye kimbilio letu. Hatuendi kwa wafumu, hatuendi kwa waganga wa kienyeji, hatuendi kwa shetani. Tunakuja kwako uliye mwenye uwezo, uliye na nguvu, wewe mtawala wa mbinguni na duniani. Tunakulilia Baba, sikia kulia kwa wana na binti zao katika asubuhi hii ya leo. Naomba ukatendee kijana yule ambaye ni mwanafunzi, naomba ukatendee yule kijana ambaye Baba ana struggle na shule. Naomba ukatendee yule mama Mtakatifu analia kwa ajili ya kijana wake. Naomba ukatende Mtakatifu kwa ajili ya yule baba anayelia kwa ajili ya mke wake. Naomba ukatende Mtakatifu kwa yule mama anayelia kwa ajili ya mume wake. Ukajenge tena nyumba zetu Baba. Umesema ya kwamba nyumba zetu ni mbingu ndogo. Acha Mtakatifu zionekane, shetani aendelee kuwa na wivu, lakini asiguse familia zetu tena. Nakataa kwa jina lako Yesu Kristo. Jenga nyumba zetu Baba, jenga nyumba zetu Mtakatifu. Umesema mahali palipobomoka utapajenga, penye milima utapatengeneza. Tengeneza familia zetu Baba. Asante kwa sababu asubuhi hii ya leo Baba, kutakuwa na ushuhuda mkubwa kwamba umetenda, na sisi Mtakatifu tutalisifu jina lako. Kuna mtu atajua ya kwamba tunaye Mungu anayejibu. Kuna mtu atakayeshuhudia aseme ya kwamba tunaye Mungu anayesikia kulia kwetu na maombi yetu. Asante Bwana, nami nimeomba na kuamini
katika jina tukufu, jina lipitalo majina yote ambalo tuliolipewa hapa duniani na mbinguni, jina la Yesu Kristo lenye ushindi. Naomba na kuamini, amen.